Tuangazie kipengele hiki cha takwimu za wiki michezoni. Kwa wiki hii hadi Jumatatu 17 kwa mwaka huu wa 2026, hizi ni baadhi ya takwimu muhimu zinazoweza kutumika kwenye michezo yetu. Tukiangalia takwimu za soka hapa Tanzania, Simba Sports Club imefunga 2-0 dhidi ya Kagera Sugar, na Simba imeanza NBC Premier League kwa msimu wa mwaka 2026-2027 kwa ushindi wa ugenini. Mabao yalifungwa na Olivia Toure na Elie Mpanzu. Elie amejua kuwafurahisha bwana, manake wakati anaingia walikuwa wanamsifia sana. Mpanzu, okay? Yanga yafunga 3-1 dhidi ya Namungo. Yanga imeanza ligi kwa ushindi wa ugenini ikiwa ni mwanzo mzuri wa kampeni ya kutetea ubingwa. Yanga imeanza ligi kwa ushindi wa ugenini ikiwa ni mwanzo mzuri wa kampeni ya kutetea ubingwa. Yanga wao wanatetea ubingwa, wanataka waendelee kubaki katika hiyo nafasi. Watafanikiwa? Manake timu zimeanza kucheza makali yao, lakini si unayaona. Simba ilitoa CRDB Federation Cup ikifuzu kucheza ngao ya jamii dhidi ya Yanga baada ya kuifunga Azam FC 1-0 kwenye fainali. Na Kariakoo Derby ijayo, Simba na Yanga zimepangwa kukutana kwenye NBC Premier League Oktoba 10 kwa mwaka 2026 katika uwanja wa Uhuru. Kwa tukiangalia takwimu, Simba hii imecheza mechi moja, imepata ushindi mmoja. Sare ni 0, kufungwa ni 0, mabao ni 2-0 wakiwa na pointi 3. Takwimu hizi bwana, ni baada ya dirisha la usajili kufunguliwa rasmi, mechi za NBC Premier League zikiendelea. Tukigeukia katika Yanga, Yanga hawana, wenyewe wamecheza mechi moja, wamepata ushindi mmoja. Sare walizotoka ni 0, hawajafungwa, na mabao walioyapata Yanga ni mabao 3-1. Pointi walizonazo ni pointi 3. Yes, hii ni katika kile kipengele cha takwimu za wiki kwa wiki hii hapa. Lakini kuna baadhi ya maswali ambayo tunaweza tukajiuliza kama wanasoka. Simba na Yanga baada ya mechi moja, nani ameanza kwa kishindo? Tayari tumeona hizo mechi zao za kwanza. Tumeona mechi zao za kwanza hizo zilizochezwa. Tumeona performance ya wachezaji. In short, tumeona vitu vingi, japokuwa sio vyote, lakini kuna vitu ambavyo tumeviona vinavyoweza kufungua mwanga. Kwa hiyo katika hiyo mechi moja ambayo hizi timu zimecheza, nani ameanza kwa kishindo? Kwa upande wako unaona nani ameanza kwa kishindo? Na tukigeukia upande wa takwimu zinasema nini? Simba na Yanga zote zinakaa kwa pointi 3. Hakuna anayemzidi mwenzie. Toure na Mpanzu, Simba yapata Mashujaa wawili Kaitaba. Hawa majamaa watacheza pale Kaitaba. Kariakoo Derby, Simba na Yanga zikikutana Oktoba, nani anaangalia na advantage? Hilo ni jambo pia la kuangalia, kwamba Simba na Yanga zinapokutana hiyo Oktoba, nani anaangalia advantage hiyo? Kumbuka msimu wa mwaka 2026-2027 ndio kwanza umeanza. Kwa hiyo takwimu za uhamisho bado ni mzunguko wa kwanza na hazitoshi peke yake kutabiri Yanga. Hii ni katika kile kipengele cha takwimu za siku. Una shughuli yako na unahitaji kupata keki? Ni kuondoe hofu tu. Abebex ni watengenezaji wazuri wa keki kuanzia birthday, kipaimara mpaka harusi. Wanapatikana Iringa mjini. Kwa mawasiliano zaidi, piga nambari ya simu 0752800224. Abebex kwa keki bora.
Msikilizaji wa Imbanasi Radio, kila siku saa 2:30 mpaka saa 3 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, tunaungana na idhaa ya Kiswahili ya Radio France International kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Usikose kusikiliza Imbanasi Radio kila siku. Tanganyika Productions, tunaomba usubscribe katika channel yetu ya YouTube. Pia tufuate katika website yetu www.tanganyikaproductions.co.tz. Yes, tembelea mitandao yetu ya kijamii huko YouTube, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Kote huko utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Yes, na ukipita huko bwana, kazi zetu utaziona vizuri kabisa. Tunapatikana huko, utaziona kazi zetu kwa ukubwa na upana wake. Na hapo YouTube, kama bado hujasubscribe katika channel yetu, ni kuombe uweze kufanya hivyo. Fanya kusubscribe, alafu gusa hicho kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo tunakuwekea hapa katika hii channel yetu. Dakika ni 27 zikiwa zimeondoka baada ya kugonga 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na kipindi hewani ni Mambo Leo. Na tunageukia sasa katika kipengele kingine. Tunageukia katika kipengele cha ripoti ya uhamisho, au kwa kimombo wanasema transfer market. Yes, Tanzania imeingia dirisha la usajili Tanzania imefunga dirisha la usajili baada ya vilabu kufanya usajili wa msimu wa mwaka 2026-2027. Na sasa ligi imeanza. Yanga ilianza kwa bao 3-1 dhidi ya Namungo, huku Simba ikiwa na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Kagera Sugar. Mapambano ni makali. Kwa hiyo kuanzia sasa Tanzania, baada ya kufungwa kwa dirisha dogo, nani amefanya usajili bora? Kwako wewe, ni klabu ipi ambayo imefanya usajili bora, ambayo unaona hii timu kwa kweli imejitahidi? Nani? Kwa hiyo linganisha hapa Simba, Yanga, Azam, Singida na timu nyingine. Je, mmefanya usajili bora au mmefanya bora wa usajili? Umefanya usajili wa kushangaza, yani kwamba ile umefanya usajili lakini watu ni kama hawaamini wanachokiona. Usajili unaotia mashaka, kuna usajili ambao umefanya unatia mashaka, na timu iliyofanya usajili mwingine lakini haijaonekana kubadilika. Kuna timu ambazo zinafanya usajili, wanabadilisha watu, lakini timu haibadiliki, matokeo yanakuwa ni yale yale. Sasa sijui tatizo huwa ni wapi. Tukigeukia hapa, usajili unaanzia hapa. Mfano, Yanga ilianza kwa ushindi wa bao 3-1 dhidi ya Namungo. Hivyo tunaweza kuangalia mchezaji ambaye alifunga katika mechi hii. Ni timu ipi? Bado ipo na mapengo. Dirisha limefungwa, sasa hakuna tena tumsajili fulani. Uliza, mfano, kweli kikosi hiki Simba, Yanga, Azam ina tatizo gani ambalo kocha anatakiwa kulitatua? Wewe ukiona tu jambo linakusumbua, jamani, waulizeni viongozi wenu, wana majibu hao. Flop versus Pleasures hit ya usajili. Baada ya kila wiki usajili bora wa Maiki, usajili uliokatisha tamaa, mchezaji wa kumfuatilia, thamani ya usajili pamoja na performance. Feitoto, kwa nini Azam ilikataa kumuuza? Kwa nini ilikataa kumuuza? Wengine wanakuambia ni mtaji yule, akiondoka basi anaharibu kila kitu. Kwanza Azam pesa wanazo, waendelee kukaa naye. Akasema jamani, watu wana maneno, wakija huko wanajifanya rafiki yako, wakienda kule wanakuwa ni watu ambao kama vile hamjawahi kuwa pamoja. Nikigeukia pale barani Ulaya, jambo muhimu ni kwamba dirisha la Ulaya halijafungwa kwa wakati mmoja. Kwa mfano, taarifa za sasa zinaonyesha Premier League imeenda hadi Septemba mosi kwa mwaka 2026,
huku tarehe nyingine zikitofautiana. Rodri, tukimwangalia Rodri, huyu ni bench kubwa sana kwa sasa. Manchester City imeripotiwa kukubali ofa ya takribani euro milioni 65.4 kutoka Barcelona kwa Rodri. Rodri aondoka Man City. Barcelona yakaribisha kukamilisha dili kubwa. Yes, Manchester City inafanya nini baada ya Rodri? City tayari imewekeza sana kwenye midfield, ikiwemo takriban euro milioni 116 kwa Elliot City. Tayari ameweka kwa Elliot Anderson, na bado inatafuta kuimarisha kikosi. Tukiangalia transfer winners pamoja na losers, ni kwamba Arsenal imefanya nini? Liverpool imefanya nini? Chelsea, Manchester, Man City, Barcelona, Real Madrid. Hizi timu zote zimefanya nini katika ile dirisha la usajili? Usajili gani utabadilisha ligi? Kwa hiyo hapa tunatakiwa tusiangalie bei pekee, lakini angalia kwamba hata kama mchezaji anauzwa bei kubwa au bei ndogo, angalia uwezo wake uwanjani. Anapokuwa uwanjani analeta nini? Analeta matokeo chanya. Usajili gani utabadilisha ligi? Ni usajili gani ambao utabadilisha ligi? Nani kwamba unaamini kwamba akisajiliwa huyu basi mambo yanaenda kuwa tofauti kabisa? Deadline ya Cameroon hii inaweza kuwa ni miongoni mwa haya ninayokusogezea, lakini usajili kwa Jumatatu ya leo, usajili uliofanyika umefanyika vizuri. Umefanyika vizuri sana. Hii ni katika kile kipengele cha ripoti ya uhamisho. Yes, tupate mapumziko halafu nitarejea. SFS English Medium Pre and Primary iliyoko Bukene, Nzega, Tabora